Mme wangu. Yaani maana tu kuniagiza chai na kuja na kuto umelala au ndo makusudi? Wewe umetumwa chai. Lete chai, kafanye kazi zako. Kwa mengine anatokana na nini? Hebu lete bwana chai bwana. Shika. Sasa nafyonza nini? Sema tu unanipenda, kusema hutaki. Kaza mtoto wa kiume. Kama umeamua bifu acha liwe bifu. Mara sikutaki, mara chai, kesho utaanza panda kitandani tulale. Kama unanisimanga kwa chai yako, chukua chai yako. Leta au unayasema yanatoka moyoni au ndo nataka staki. Kaza kama umeamua kaza. Wewe iko kidogo chako hicho kama ngola iko. Masikio kama panya vile. Funza wewe. Halo. Akeno. Keno, hebu acha kwanza mambo hayo. Hiyo ni hela. Kama hela ataka madirisha wangapi? Nakuja sasa hivi hapo. Madirisha tunamtengenezea kesho kuto tumwambia tunayapata Sasa tunaachaje hela? Sasa ujinga wewe. Asi jamani unaenda wapi? Sasa usinywe chai kwanza ndo uondoke. Tunafanya mpango wa pesa kwanza alafu chai baadaye. Asa uko unaniagiza chai yani kama unajua unafanya mazingira ya pesa. Kunywa chai ndo uondoke. Wewe mwenda wazimu ni kwani chai na pesa kipi bora? Bora chai. Sasa kama bora chai kunywa mwenyewe. Wewe. Naomba uamke. Najua kabisa hujalala. Wewe. Niache. Muda umeenda tulale. Mabao. Amka. Hivi mwanangu unataka uniue mimi na pressure? Yaani jana unajua fika kabisa nimeweka hela kwa ajili ya matumizi. Na ndani hamna akiba yoyote. Umeichukua mwanaume kama wao umeenda kuitumia huko. Haya. Unanitafutia nini mimi wewe? Usijali mchumba. Vitu vidogo. Ukiona mimi nachukua hela najua jinsi gani ya kurudisha. Mimi nishachukua mikopo mikubwa na midogo. Kausha damu nimerudisha. Sijui kauka nkuvai nimeruka nao na nimemaliza. Kwa ukiona nimechukua pesa usiwe na shida. Nimeenda tusojua mumeo nimezingatia engo nini, niko smart, kuna mambo fulani nimeweka sawa. Kwa hiyo usijali, pesa yako utaipata. Ama kweli mimi nimepatikana. Yaani wewe mwanaume kweli kabisa uko nifanyia mimi mwanamke wako hivi, eti unaanza kujibisha nyimbo. Tena naomba nikuambie tu, kesho hapa yule ulete. Yaani utajua mimi ni nani, kesho tutajuana hapa. Sio unanielewa? Usiniseme kama napenda pesa, usinishangae. Pesa yako kesho utaipata vizuri sana kwa sababu kesho nina mgodi wangu. Yaani naenda kuingiza pesa nyingi sana. Mimi naitwa money maker, I make money anytime that I see I make money. Kwa kitu kidogo sana. Na nataka uanze kupingilia mipigo hiyo pesa nitakayoipata kesho. Wewe utasema mume wangu pesa unayo, afu mimi namalizia na natamba nayo. Hivyo mwanaume shana mikatuni wako wewe migodo umetolia wapi wewe mwanaume wewe? Unisaidie. Yaani wenzangu wakati napata wanaume, mimi Mungu alinishushia mlevi. Yaani wewe hujagewa mwanaume, sana umegewa mwanaume na ngai. Yaani mimi ni zaidi ya mwanaume. Kwa hiyo usijali mchumba. Unavyotaka nataka na nitakupa unachokitaka, alafu mwenyewe utasema huyu baba matata. Acha nilale, kesho mapema sana tunaenda kuwa mabilionea.
nianzie wapi kueleza, ila yote 9-10. Ile dawa nimefanya nilivyoambiwa na nimemwekea kwenye chai, ila anachukua tu anaanza kutumia, akapokea simu ya dharura na akaiachia hapo hapo akaondoka. Kwa hapa nipo sielewi nifanye nini. Kwa hiyo hata kidogo? Hata kidogo hajagusa. Yaani anaanza tu kuweka mdomoni, anapokea simu na anaacha hapo hapo anaondoka. Mbona kama mchawi mwanaume? Yaani hapa sielewi nifanye nini, nimechoka, nimechanganyikiwa akili. Shoga yangu nao umezidi. Yule dawa uliambiwa umtilie tu kidogo, umeenda kuitia yote. Ona sasa ile kukuta. Haya basi ngoja nikae nifikirie nijue nini cha kufanya. Kama turudi tena kwa yule mganga au tutafute mganga mwingine. Hilo ndio umebakiza, sio kuniambia ujui. Kwa hiyo dada wewe, kaa tafakari vizuri. Tunafanyaje? Kama kwa mganga turudi. Sijui umenielewa? Mandogo, mimi nimekuja hapa kuna shida. Na shida nyingi ndio napelekea mimi nakuwa na mawazo hizi. Shida gani hiyo inakufanya uwe na mawazo ukose la? Yaani mamdogo unavyoniona hapa, niko na mahusiano na mwanamume. Kwa hiyo mwanamume amekuacha au huyo mwanamume mmegombana? Hapana, hatujagombana. Lakini huyo mwanamume mimi na mimba yake. Kuna mtu mwingine huko umemwambia tofauti na mimi? Hapana, sijui kumwambia mtu yote tofauti, labda na wewe kuambia hapa. Lakini mamdogo, naomba usimwambie mama hili swala. Wewe nenda nyumbani, ila usimwambie mtu yoyote. Mimi nitajua nini cha kufanya. Sawa? Sawa. Haya sawa. Mke wangu vipi? Naona umekuja shamra bashasha tele, yaani uso mkushuka, lazima kuna tatizo. Shida nini? Yaani mpenzi wangu wewe acha tu kwa nyumbani, yani kuna matatizo. Yaani mpaka nashindwa kuelewa tatizo ni nini. Hivi nyumbani wamekuja mapolisi, wamemchukua shemeji pamoja na dada kafuata. Yaani hata sijui tatizo ni kitu gani. Mapolisi tena? Hiyo ndio shida ya kufanya kazi na mabosi ambao wanatufanyia sisi interview, alafu ufanya kazi hatuwafanyie mabosi interview. Utakuta linauza unga hilo. Kwa hiyo imekuwaje? Yaani kwa mimi nilivyosikia hapa wanazungumzia habari za pesa. Hivyo dada kaniambia mimi nirudi nyumbani. Kwa sasa hivi unaishi kwa bosi wako au unaishi nyumbani? Ndio, niko nyumbani. Mungu mkubwa. Yaani mimi maombi nilikuwa napiga sio yawe kukosa kazi. Ila pale kwa bosi wako sijawahi kupata uhuru hata siku moja kushinda mechi za ugenini hata goli moja. Mechi zote natoka kapa. Sometimes nacheza mechi bila hata hisia kali za shangiliaji namna gani vipi. Yaani ukirudi nyumbani mke wangu, mimi hata nanenepa kwa sababu najua pale nyumbani saa 12 kama muda unavyosema tunaenda na kwa mimi furahi mimi rudi nyumbani. Mke wangu najua kwenye kurudi nyumbani ugali dagaa tembele vitahusika najua, ila bora furaha ya moyoni kuliko furaha ya nje ya mwili alafu moyo unalia machozi tele. Wewe bora urudi nyumbani mamangu. Sasa hivi ukitaka simu moja tu nyumbani geto. Kwa mimi si tu kwa mimi ndio watu wanafanya mambo yako. Mimi naondoka. Kwa hiyo mamangu, sikiliza nikwambie, mimi moyo wangu ushaukosha. Yaani hapa nimefurahi kuliko hata bora mtu mwenye birthday aliletewa keki, huyo hajakuta furaha yangu. Ila mimi ulichonifurahisha ni wewe kuwepo nyumbani. Kwanza pale najua familia kiustazati, saluti. Hakuna kutoka ovyo. Nikija mjubwa pale tu narusha kijiwe kimoja juu ya bati, mtoto huyu hapa wewe usununi sasa kama hivyo nini? Tabasamu basi. Sasa je, chuma changu ndo hicho. Oya, umetisha mama. Kwa hiyo umeamua kufelisha mipango yangu ya leo yote yani? Yaani imewezekana vipi umefua nguo zangu zote? Mimi natokaje sasa? Kwa nguo gani zokuwa nazo babangu jamani? Nguo zenyewe zinahesabika. Humo ndani zimejaa nguo chafu. Nikaona bora nifue. Sawa, nguo ni chafu. Ndio ufue zote sasa? Yaani nguo zilikuwa zinanuka humo ndani. Siku moja nayo upumzike nyumbani. Sawa, tumeamua nipumzike kwa mapenzi yako. Bali sio kwa mapenzi yangu. Tambua kitu kimoja sasa. Leo wewe ndio utajua mlo wangu kuanzia asubuhi, mchana na usiku. Na endapo hutotimiza,
ndio utanijua vizuri mimi ni nani. Asa mimi yeye anatoa wapi? Unamuuliza nani sasa? Duli. Duli, ina maana unioni? Mjerezi haraka na mambo mengi sana ya kufanya. Kwa hiyo ndio umeamua uniache au? Hivi unajua nimefanya vingapi kwa ajili yako? Nimegombana mpaka na mume wangu. Sio kugombana naye tu. Nimetoka mpaka nje ya ndoa yangu. Nimradi tu niwe na wewe. Nimefanya kila kitu kinachowezekana. Aflo unanifanyia hivi, upatikani. Nikipiga simu zangu mbona unakata, SMS ujibu. Shida nini babangu? Au kuna sehemu nimekukosea? Rema, ngoja nikwambie kitu kimoja. Naomba tulia na mume wako. Tulia kwenye ndoa yako. Usiwaze tena kuhusu mimi kwa wakati huu. Sio, umenielewa? Na mimi sitaki kuwa chanzo ya kuachanisha na mwanaume wako, kwa sababu najua mume wako anakupenda tena sana, anapambana kwa ajili yako, yupo lazi afanye chochote mradi ndoa yenu iwe na amani. Kwa nakuomba niache, sikupendi wala sikuhitaji kwa wakati huu, na mwanamke wangu mmoja tu ambaye nikiwa naye nafurahi tena na enjoy kwenye kila kitu chake. Kwa hiyo sikuhitaji kwa wakati huu. Uwe na siku njema. Mke wangu kipenzi, la Azizi Nyongo Mkalieni, vipi ndio umekuja? Chuga, unajua mimi nimetoka nyumbani kwa ajili yako. Kuna mwanangu kanipigia kamchongo cha simu, hela sasa hivi zimekuwa shida mamangu. Nikataka nikakimbize chapu, afu nirudi. Mimi ndio nachelewa nikarudi hata na umate nini kasoda kachipsi kuko nini mke wangu tungejimwae. Sasa hivi ukiingia huko mimi ndo natoka, utajikuta umekaa mwenyewe hapo nini, hata unashangaa mabati utaboeka. Hapa mimi ninachoona, rudi nyumbani kapumzike. Mimi nikakimbizane hapo mwanaume nikaparangane nipate hiyo 15,000 nije tujibaruze huko ndani we. La sivyo tutakuwa tunakagua of course afundi tu mamangu. Kwa hiyo nenda huko utawai au utachelewa? Mimi kwenye swala la juu yangu mimi na wewe, mimi naweza nikamtelekeza hata rais sehemu. Mke ndo kitu cha wewe usifananishe na mambo ya kipumbavu wewe. Mimi nipoteze muda alafu wewe nijue kabisa unanisubiria. Haitaka litokee kwenye maisha yangu yote. Mimi na wewe nilishasema, yani kama tumekula kiapo, nikukumbatie basi uende ukapumzike, afu mimi nikaparangane, nikirudi hapa simu moja mama mtu. Tena jiandae, sitaki kufanya kazi yoyote, uende kapumzike tu. Nikipiga simu kazi iko huko. Basi ladies first.